Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultants ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Halo, karibu. Sasa hivi kuna wajasiriamali wengi wanaomiliki migahawa hapa nchini. Baadhi ya wajasiriamali wamefanikiwa sana katika biashara ya migahawa, lakini pia kuna wengine ambao biashara zao haziko vizuri. Siri ya mafanikio ya biashara ya mgahawa ni ipi? Siri ya mafanikio ya biashara ya mgahawa ni pale mjasiriamali anapotekeleza taratibu zinazokubalika za kuanzisha na kuendeleza hiyo biashara ya mgahawa. Kama nilivyokwisha kueleza kwenye video zangu zilizopita, usianzishe biashara mpya mpaka pale utakapoona kuna fursa ya kufanya hiyo biashara. Nimekuwa nikisema kuwa siku zote fursa ya kufanya biashara hujitokeza kwa kuangalia changamoto za wateja. Jambo la msingi ni kuangalia changamoto mbalimbali zinazowakabili wateja wa mgahawa na kuzigeuza kuwa fursa ya kufanya biashara. Sasa basi, zipi ni changamoto za wateja wa migahawa? Sasa hebu tuangalie changamoto za wateja wa migahawa. Kuna changamoto nyingi zinazowakabili wateja wa migahawa. Baadhi ya hizo changamoto ni kama zinavyoonekana kwenye hii video. Namba 1, eneo linalohusika hakuna kabisa mgahawa. 2, eneo linalohusika kuna mgahawa lakini chakula kinachouzwa hakina ladha ya kuvutia wateja. 3, eneo linalohusika kuna mgahawa lakini hawana sehemu nzuri ya kukaa wateja wakati wa kula. 4, eneo linalohusika kuna mgahawa lakini hawana huduma za ziada kama vile za kuuza kwa kutumia simu au mitandao ya jamii. Na 5, eneo lina mgahawa lakini bei ya vyakula na vinywaji hazilingani kabisa na uwezo wa wateja. Sasa basi, ukitaka kufanikiwa katika biashara ya mgahawa, inabidi utekeleze mambo muhimu 13 ambayo yatachangia kupata mafanikio kwenye hiyo biashara yako. Hayo mambo 13 nitaeleza hivi punde. Namba 1 ni lengo kuu la kuanzisha mgahawa. Kutokuwa na lengo kuu la biashara kunasababisha kukosekana kwa msukumo wa kutaka kupata mafanikio. Kwa hiyo unatakiwa uwe na lengo kuu sahihi ambalo litakupa hamasa ya kufanikiwa katika biashara ya mgahawa. Namba 2 ni uchaguzi wa sehemu ya kuanzisha mgahawa. Kupata wateja wengi, inashauriwa kuanzisha biashara ya mgahawa kwenye sehemu zenye watu wengi kama vile vituo vya mabasi, karibu na hospitali, karibu na ofisi za serikali kama vile TRA, ofisi za maji na kadhalika. Namba 3 ni kuweka mazingira mazuri na masafi ya kufanya biashara ya mgahawa. Kuepuka misukosuko ya watu wa afya na taasisi zinazohusika na usimamizi wa biashara za vyakula, unashauriwa kuweka sehemu ya biashara katika mazingira mazuri na ya usafi. Namba 4 ni uchaguzi wa aina ya chakula na vinywaji ambao utavutia wateja. Ni vizuri ufanye uamuzi wa aina ya chakula na vinywaji ambavyo unataka kuuza kama ifuatavyo. Mfano ni kama uuzaji wa pilau, uuzaji wa ugali na nyama au samaki, uuzaji wa chai na vitafunio kama chapati, mandazi na kadhalika, uuzaji wa viazi na ndizi, uuzaji wa chipsi na kadhalika. Hapa cha muhimu ni kuwa uchague aina ya vyakula ambavyo wateja wanapenda. Namba 5 ni uuzaji wa chakula kwa kutumia njia ya simu au mitandao ya kijamii. Unaweza kufanya biashara nzuri ya mgahawa kwa kupitia simu na mitandao ya kijamii pia.
Unaweza kutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na Twitter. Wateja wanaweza kuweka oda zao kwa kutumia mitandao ya kijamii na kuja baadaye kupata chakula ambacho unaweza kawapelekea au wao wenyewe wakaja hapo kwenye mgahawa. Namba 6 ni kuweka mfumo mzuri wa kuendesha mgahawa. Ili kufikia malengo ya biashara ya mgahawa, unatakiwa kuwekwa mfumo ambao utachangia ufanisi wa kufikia malengo hayo ya mgahawa. Huo ni mfumo wa kuendesha biashara ya mgahawa. Namba 7 ni uchaguzi wa wafanyakazi wazoefu. Mafanikio ya mgahawa kwa kiasi kikubwa hutegemea aina ya wafanyakazi ambao utakuwa umewaajiri. Ni muhimu kuajiri wafanyakazi wenye elimu nzuri na uzoefu wa kutosha katika biashara ya mgahawa. Namba 8 ni uchaguzi wa fanicha nzuri za mgahawa. Ni vizuri kununua fanicha ambazo zitakuwa na mvuto kwa wateja wa mgahawa. Namba 9 ni uchaguzi wa majiko na vyombo vya mgahawa. Fanya uchaguzi mzuri wa majiko na vifaa mbalimbali vitakavyotumika kwenye mgahawa na kuufanya huo mgahawa uvutie wateja zaidi. Namba 10 ni kutengeneza bajeti ya mgahawa. Ni vizuri kutengeneza bajeti itakayotumika kudhibiti mambo ya kifedha yanayohusu huo mgahawa. Namba 11 ni upatikanaji wa mteja wa mgahawa. Fahamu ni kiasi gani cha mtaji kinahitajika kwa ajili ya biashara ya mgahawa na pia wapi unaweza kupata huo mtaji kwa ajili ya mgahawa. Namba 12 ni taratibu za kuweka hesabu za biashara ya mgahawa. Ni vizuri kama utaweka utaratibu wa kutengeneza hesabu za mgahawa ili kufahamu kama biashara inapata faida au hasara. Na namba 13 ni matangazo ya biashara ya mgahawa. Kama unatarajia kuanzisha biashara ya mgahawa, ni muhimu kuitangaza kusudi kuvutia wateja wengi. Matangazo yanasaidia kueleza habari muhimu kuhusu biashara yako ya mgahawa. Unaweza kutumia mabango na matangazo kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram na Facebook. Nafahamu mambo yaliyoelezwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Niandikia kupitia email address yangu ambayo ipo mwisho wa video hii nikufahamishe jinsi ya kuanzisha biashara ya mgahawa. Vile vile unaweza kujiunga na grupu letu la wajasiriamali la Tan Business kupitia WhatsApp namba ambayo inaonekana kwenye video. Naomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kilichoongelewa kwenye hii video. Asante kwa kusikiliza.